Tunafahamu ya kwamba siku kadhaa zilizopita Diamond alikuwa zake pale nchini Ufaransa kwenda kumpa backup mshikaji wake Fally Ipupa, ambapo miaka kadhaa iliyopita walikuwepo kwenye kigoma kimoja ama mziki kwenye mdundo mmoja wa ngoma ambayo ilisumbua sana, ambayo iliitwa Inama. Sasa baada ya Diamond kuweza kutumbuiza pale katika jukwaa lile, kukawa kuna maneno mengi sana ya sintofahamu kuhusiana kwamba Diamond yeye ndo alienda pale wala akuhusika kabisa kwenye show hile na alijilipia kila kitu. Yani tunazungumzia maradhi, yani hoteli, usafiri wa kutoka hotelini mpaka pale katika uwanja ambapo show ilikuwa ikifanyika. Sasa ukweli wa mambo umeshajulikana ya kwamba Fally Ipupa yeye mwenyewe ndio alimpigia simu Diamond Platnumz ya kwamba anamhitaji katika concept yake, tamasha lake ambalo lilikuwa linafanyika pale nchini Ufaransa, na Diamond aliweza kukubali na mambo mengine akafuatia. Na Diamond bwana anasemekana kwamba akutaka kuwepo kwenye yale matangazo, kwamba atakuwa ni miongoni mwa wasanii ambao watakuwepo pale katika show hiyo ya Fally Ipupa, kwani walitaka iwe kama surprise. Na hata meneja wake Salama SK aliweza kujua na kusema kwamba walitaka iwe surprise, kutaka kila mtu aelewe kwamba Diamond atakuwa pale akimpatia backup Fally Ipupa katika miongoni mwa show yake ambayo aliweza kuifanya pale nchini Ufaransa. Sasa ukweli wa mambo tayari umekwisha bainika kupitia kituo cha Diamond yeye mwenyewe pale, kwamba Fally Ipupa alimpigia simu Nasib Diamond Platnumz pamoja na uongozi wake ya kwamba anahitaji kwamba Diamond awepo ni miongoni mwa watu ambao watakuwepo pale katika show yake pale katika mji wa Paris nchini Ufaransa. Sasa mzizi wa yale maneno na maswali walikuwa wakijiuliza watu, ni kweli Diamond alijipeleka pale na cost zote yeye ndo alilipia? Basi final majibu alishaweza kutoka ya kwamba Fally Ipupa yeye mwenyewe ndo alimpigia simu Simba Diamond Platnumz kwamba anamhitaji pale katika moja ya show yake nchini Ufaransa pale Paris. Cha kufanya subscribe katika YouTube channel yetu kama Fema Online ili uweze kupata zile taarifa zote.